niwaombe na niwasisitize sana tuitumikie hii jamii. Tena tuitumikie kwa wivu mkubwa. Tuitumikie kwa uchu mkubwa. Kuna wazawa hapa. Utakapofanya, utakaposaidia, utakapoelimisha, yani wewe ndio unakuwa hujapoteza kabisa. Umesaidia jamii yako, umeelimisha jamii yako, lakini utaondoka hapa kwa heshima. Utaondoka kwa namna ambayo nafikiri imeeleweka. Si ndio jamani? Na wenzangu sisi wa kupigiwa kura, utapata kazi. Ya kuchungulia huku nifanyeje. Hakikisha kila siku unafanya kitu kwa ajili ya watu wa Kirongwe. Hakikisha kila siku unawapitia kuwasikiliza, jamani mna shida gani? Maana mimi hapa ni mkuu wa wilaya, mimi ni kamisa, si ndio? Tunaelewa maana ya kamisa. Huku na huku, serikali na chama. Si ndio? Kwa hiyo tunajuana serikali na chama inakuwaje. Lakini sisi watumishi wa umma tuna sheria, kanuni na miongozo ambayo inatuongoza katika kuyaendea majukumu yetu. Unatakiwa kufika kazini 1:30. Fika kazini 1:30. Kazi yako ni ya field, usikae ofisini, nenda field. Nenda katembelee wakulima, nenda katembelee wafugaji. Kawaone wana changamoto gani, kawasikilize. Na ninyi huku ndio serikali yenyewe. Si kama tunaelewana jamani? Huku ambako nyinyi mnasema ni kijiji, ni kata, ni kitongoji, ndiko kuna wananchi. Si ndio jamani? Ndio ambao wanataka hizo huduma. Kwa hiyo tukichukulia tu rais, labda kwa kuwa mkuu wa wilaya inawezekana akapita mwezi mmoja au miezi miwili hajapita, alafu tukachukulia rais hapana. Hatufanyi sawa. Tunazo taarifa, kuna ofisi hazifunguliwi kabisa. Ofisi za watendaji wa vijiji, sio kata, maafisa kilimo hawaonekani, hawafiki field. Wananchi wanapata shida wakati mpo huku na serikali inawagharamia. Kwa hiyo rai yangu kubwa ni tutimize wajibu wetu. Tufanye kazi ambayo imekuleta. Serikali imekuamini, imekupa dhamana, tumikia wananchi. Changamoto ya manesi, madaktari, sawa, tumetoa taarifa, acha tufanye ufuatiliaji, tuone hali inakaaje. Si ndio? Lakini wale ambao walikuwepo, wao ndio na wafanye kazi wahudumie watu. Sawa jamani? Lakini kuna watu tumepewa jukumu la kusimamia ni pamoja kufanya ufuatiliaji. Amka asubuhi. Tendaji, sikae tu kwa sababu mimi sina nini. Unasema una watu una nini? Fanya ziara kwenye kata zako, kwenye vijiji vyako. Leo nenda kijiji hiki, kesho nenda kijiji hiki. Nenda kasikiliza changamoto za wananchi. Fanyeni ziara kwenye mashule. Tafuteni nafasi, ongeeni na wanafunzi. Wanafunzi wanakuwa na changamoto nyingi. Sengine hamwezi kuzipata kupitia walimu. Lakini fanyeni vikao na watoto. Mwasikilize. Lakini hata ninyi walimu, kaeni na watoto wana changamoto huko majumbani. Na watoto wananyanyasika, ninyi hamwezi kujua. Si ni kweli? Kwa hiyo mimi langu kubwa, kila mmoja afanye nini? Atimize wajibu.